Rajika Online TV, chemchem ya maarifa ya Uislamu. Alhamdulillah ala ni'mati al-Islam wa kafa biha min ni'mati al-iman wa ja'ala al-mauta tuhfatan mu'min wassalatu wassalamu ala hadhihi al-ummati al-hattab bilqawli rabbil izzati la tahdi illa siratal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi chetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu watukufu katika imani, Allah tabaraka wa taala anataka sisi Waislamu tufanye biashara. Allah tabaraka wa taala anataka sisi Waislamu tufanye biashara, biashara ambayo yenye faida, biashara ambayo isiyokuwa na hasara ndani yake. Yani namaanisha biashara ambayo utamkopesha Allah tabaraka wa taala, alafu utakuja kupata malipo makubwa sana tofauti utakapofikiria kesho akhera. Ndugu zangu watukufu katika imani, maudhui yetu ya leo tutazungumzia swala zima la kutoa. Maana tumeangalia Waislamu wengi tunapofika misikitini, swala la kutoa limekuwa hafifu sana, swala la kutoa limekuwa chache mno. Sasa sijajua ni namna gani tunafikiria. Ndugu zangu watukufu katika imani, Allah tabaraka wa taala anatoa faida ya mtu ambaye mwenye kutoa. Faida anaelezea katika Qur'an tukufu namna mtu atakapotoa na namna atakapopata faida. Anaelezea mfano wa mmea unapokuwa, akatoa mfano wa mmea na akatoa mfano wa maisha duniani, namna mtu faida atakapoipata. Naomba tusikilizane kidogo juu ya aya hii nitakayoitoa, Allah ujumbe wake anapoelezea katika Qur'an. Allah tabaraka wa taala anasema, mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah fi kulli sumratin mi'at habba wallahu yudha'if man yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wenye kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, mfano wa wale ambao wenye kutoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu, kama dharhaba, kama punje moja, mathalan punje ya mmea, kama dharhaba ambatati sab'a sanabil fi kulli sumrati mi'at habba wallahu yudha'if man yasha wallahu wasi'un alim. Wewe ukatoa mali yako, mfano ukubwa wake kama punje ya mmea. Sasa Allah anaelezea katika Qur'ani faida ya mtu ambaye mwenye kutoa. Sasa ukachukua ile punje moja ukaipanda, baada ya kuipanda ile punje
hatimaye ikakuwa, ikishakuwa punje inaotesha mashuke 7. Kila shuke moja linazaa punje takriban 100. Kwa hiyo punje moja inaotesha mashuke 7 na kila shuke linazaa punje takriban 100. Sasa punje moja utakayoipanda baadaye na kuja kuzaa punje takriban 700. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu katika imani, hebu angalia faida aliyopata huyu mpandaji, akawa amepanda punje moja alafu baadaye akaja kupata punje 700. Hayo ni maajabu ya Allah tabaraka wa taala. Mfano mwingine, wewe Muislamu ukachukua koko ya embe, koko moja ukaipanda chini ya ardhi ya Allah tabaraka wa taala. Ile koko ya embe ukishaipanda utaimwagilia, baada ya miaka kadhaa embe itazaa embe takriban 10,000, embe chungu nzima. Wewe unaweza ukafa hapa duniani ukaondoka ukazikwa, ule mwembe vizazi kwa vizazi vikanufaika na ule mwembe uliopanda. Sasa Allah tabaraka wa taala anafananisha maisha ya mmea, namna unavyokuwa na matunda yake yanavyopatikana. Sasa anafananisha katika Qur'ani, anasema mathalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathal habba anbatati sab'a sanabil fi kulli subratin mi'ati habba. Punje moja, hii punje anazungumzia Allah tabaraka wa taala, punje ni moja unaipanda, unakuja kupata mafanikio makubwa sana. Familia yako haifi njaa kwa ajili ya punje moja. Je, hii punje moja, mwenye kupanda punje 1,000 atapata malipo kiasi gani? Sasa haya ni maisha mmea Allah ambaye amefananisha, ila sasa ndo tunakuja maisha ya duniani. Maisha ya duniani, wewe ukawa na shilingi 1,000, katika shilingi yako 1,000 ukasema ndogo kuitoa msikitini, kwangu mimi hii shilingi 1,000 itatosheleza. Sasa ewe Muislamu katika imani, usidharau mali yoyote, usidharau kitu chochote cha thamani kutoa fi sabilillah, katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Shilingi 1,000 wala si ndogo. Una shilingi 3,000 ukatoa shilingi 1,000 ukasema hii 2,000 nipeleke nikale nyumbani na familia yangu, wala si ndogo, ni nyingi hiyo ndugu yangu mtukufu katika imani. Sasa swala la kutoa Allah amelitilia faida kubwa sana. Kwa hiyo ukishatoa shilingi 500, kesho utakuja kupata mafanikio makubwa sana. Hii shilingi 1,000 inazaa, hii 1,000 utakayotoa duniani itakuja kuzaa mpaka kesho akhera, tena matunda yake utakayokuja kuyapata tofauti utakayofikiria. Na Allah akasema, wama tukaddimu li anfusakum min khairi tajidu inda Allah, mwenye kufanya kheri kwa ajili ya nafsi yake basi atakuja kupata malipo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, kutoa, tujitahidi sana kuzikurubisha nafsi zetu katika kutoa. Tujitahidi sana na kutoa, sio duniani tu, tuwatolee na ndugu zetu waliotangulia mbele za haki. Kuna wengine wazazi wao wamefariki, kuna wengine kaka zao wamefariki, kuna wengine shangazi zao wamefariki, hawafanyii dua, wanategemea wao wakawaombe makaburini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu watukufu katika imani, kutoa ni swala la lazima. Kutoa ni swala la lazima. Na kwa nini tunasema lazima? Ulazima wa kutoa
Nitaielezea hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisema waman kana lahu ilmu falyatasaddaq bililmihi waman kana lahu quwwat falyatasaddaq bilquwwatihi waman kana lahu mal falyatasaddaq bilmalihi. Muislamu, kama una mali basi toa mali yako. Kama una elimu basi itoe elimu yako. Kama una nguvu basi zitoe nguvu zako. Jitathmini, jiangalie katika vitu hivyo vitatu: mali, elimu, nguvu. Katika hivyo vitu vitatu, Muislamu, hauna hata kimoja. Jitathmini Muislamu, uangalie katika vitu hivyo vitatu, hauna kitu hata kimoja. Kweli elimu una, hujabahatika kupata elimu, isipokuwa tunaambiwa elimu itafute hata uzeeni. Elimu kaitafuta hata mpaka China, muda wote, haina umri. Hebu tutoe elimu, hauna, una mali. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu katika imani, kwa haya mambo matatu wewe huwezi kuchomoka. Tutoe sadaka. Sadaka sio kitu cha kudharau. Sadaka, alsadaq ma yatasaddaqu bihi al-insanu li nafsihi au li khairihi au li baitihi. Sadaka ni kitu chochote anachokitoa mtu kwa ajili ya nafsi yake, ama kwa ajili ya mwenzie, ama kwa ajili ya maiti yake. Siku moja Anas radhiallahu anhu alifuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alienda kumuuliza, ya Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana wa nakhuju anhum wa du'a alaihim faha yasilu dhalika ilaihim. Ya Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, sisi tunawatolea ndugu zetu waliotangulia mbele za haki, tunawatolea sadaka, tunawaombea dua, tunawafungia, tunawafanyia kadha wa kadha, tunawafanyia vitu kadha wa kadha. Ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hivi vitu vinafika? Ni kweli kuweka porini tunapovitoa vinafika? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, innahu la yasilu ilaihim, hakika hao vinawafikia, wayafurahuna bihi kama yafurahu biltabaki idha ahadiya ilaihi. Anasema vinafika, wayafurahuna bihi, na wanafurahi hao, vinafika na wanafurahi kama yafurahu biltabaki idha ahadiya ilaihi. Mfano furaha yao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelezea, wewe ukamtolea ndugu yako, ukamtolea mfuko mmoja wa simenti msikitini, ifike kwa mama yako mzazi aliyotangulia mbele za haki. Mtume Muhammad anaelezea sasa hapa, anamjibu Anas radhiallahu anhu kupitia hii hadithi. Tusikilize namna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa anaielezea. Akasema wanafurahi furaha yao mfano wa mtu ambaye aliyepotea, wayafurahuna bitabaki idha ahadiya ilayhi, mfano watu waliopotea. Mfano mtu ameenda msituni, baada ya kwenda msituni, kule msituni akakaa, mfano ameenda saa 4, ameenda kukata kuni. Sasa amekata zile kuni, baada ya kukatakata kuni akawa njia ya kurudia imempoteza. Ule msitu ni mkubwa,
katika ukataji wake wa kuni ameshakata njia ya kurudia alioni, anakuwa anafanya kuhisi tu, akipita hapa anatokea huko, kutwa nzima tangu saa 4 mpaka saa 11 ngurumo za wanyama wakali zinaanza kulia. Anasikia swala analia, anasikia nyani analia, milio ya usiku ya wanyama wanalia. Kwa hiyo leo mimi nitalala msituni saa 12. Allah anampa upenyo, anamuonyesha njia ile pale. Kumbe nilipitia hapa tangu asubuhi, naangaika kutafuta njia ya kurudia, kumbe ndio hii. Ile saa 12 mashaallah anapata njia ya kurudi nyumbani, furaha aliyokuwa nayo. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama anasema yule mtu furaha aliyokuwa nayo sawa sawa, furaha aliyokuwa nayo sawa sawa na mtu ambaye wewe ukaja kumtolea sadaka kaburini, ukamtolea sadaka ndugu yako. Maiti zinatutegemea sisi, tuombee dua. Sisi tukishaomba dua, ile dua inakuwa nuru, dua inafika. Dua sio lazima mpaka mfungo 3 dua, maana sisi Waislamu tumezoea mtu Muislamu kumwombea dua Muislamu mwenzie, kumwombea dua ndugu yake mpaka mfungo 3. Hii si sawa. Ndugu zetu waliotangulia mbele za haki wanahitaji kusaidiwa. Waliotangulia mbele za haki wanahitaji dua. Wengine wametoka huku duniani, wamefariki, hawalikuwa si wenye kuswali, wanahitaji huduma zetu. Kwa hiyo kutoa ni jambo la kheri sana. Kutoa ni jambo ambalo litakuja kutunufaisha sisi, na unapomtolea ndugu yako aliyotangulia mbele za haki wala si hasara. Ndugu zangu watukufu katika imani, tujitahidi sana, wala tusioneonea ubakhili. Ela ukishatoa kiasi chako utakuja kukuta kesho akhira. Ndugu zangu, nataka niwape kisa kimoja. Bwana mmoja alikuwa na watoto 18. Yule bwana alikuwa na watoto 18, alikuwa na wanawake wawili 20 hao, na yeye mwenyewe wa 21. Sasa katika wale watoto 18 hakuna mtoto hata mmoja ambaye anaweza kumsaidia baba yake mzazi. Baba yeye ndo atafute, baba yeye ndo afaiti, baba yeye afanye kila kitu lingani wanaweza kula. Sasa yule bwana anaswali swala 5, anafunga, anafanya kila kitu anachokihitaji Allah tabaraka wa taala. Alikuwa mcha Mungu mashaallah. Sasa yule bwana ikafikia stage maisha yake yalikuwa magumu sana, maisha yake yalikuwa ya dhiki, maisha yake yalikuwa ya tabu. Sasa ikafikia stage siku 3 watoto hawajapata mlo, siku 3 watoto hawajakula. Yule bwana akatoka alfajiri, katoka msikitini, anarudi nyumbani. Watoto watanielewa nini mimi? Watoto wana njaa. Sasa akiangalia mfukoni ana dirham 2, haitoshi hata kidogo. Akawa ananika. Sasa ndipo Ibilisi laanatullah alikuwa hai. Ibilisi bwana akajigeuza, akajifanya umbile la shekhe, akawa na umbile la ushekhe. Anatoka huko anasema la ilaha illa Allah malikul haqqul mubin, la ilaha illa Allah malikul haqqul mubin, la ilaha illa Allah malikul haqqul mubin. Ulikuwa na majonzi yake, akageuza sura kufanya kama mtu wa furaha. Ibilisi akamuuliza,
ndugu yangu, mbona nakuona sura yako kama ina huzuni vile? Sura yako mbona kama ina huzuni? Akamwambia sina huzuni. Akamwambia hapana, wewe inaonekana ni mtu mmoja mwenye huzuni sana, nielekeze jambo lako. Uwezo sina, naweza nikakusaidia hata mawazo. Uwezo sina, naweza nikakusaidia hata mawazo ndugu yangu. Akambana akamwambia bwana, mimi na watoto 18 na wanawake 2, na leo hii mpaka sasa hivi na watoto siku 3 hawajapata riziki, watoto hawajakula, na naswali, nafunga, nafanya kila kitu anachokihitaji Allah tabaraka wa taala. Akamwambia Ibilisi yule akacheka sana, tena alicheka kicheko kikubwa. Akamuuliza, mimi nimekueleza shida yangu, alafu wewe unacheka, nini maana ya kucheka? Akamwambia sio kama nacheka kwa mzuri, nacheka na kuona wewe ni mjinga, una watoto 18, una wanawake 2, alafu mwisho wa siku 3 watoto hawajakula, mpaka leo hii unafanya kila kitu unachokitaka Allah. Haya Mwenyezi Mungu akuoni. Laiti ningekuwa mimi ningeenda kujinyonga mlimani, ningejinyonga. Sasa alafu nikishajinyonga, huyo Mwenyezi Mungu ataangalia leo hii familia ipeleke wapi. Najinyonga, alafu Mwenyezi Mungu atajua hii familia aipeleke wapi. Akaambia bwana, mawazo yako mbona magumu sana, mimi umenishinda, toka. Yule bwana akaondoka. Yule bwana shekhe akafikiria, akakaa, akaona haya mawazo mbona kama anaendana haya bwana kutoka. Mbona kama mawazo yenyewe haya. Alichokifanya mawazo yale akachukua, akaona kweli, bora nijinyonge tu, nijiue. Mwenyezi Mungu familia atajua pa kuipeleka. Hii ni dhahma, hii ni shida. Yule bwana akachukua maamuzi pale, akaanza mdogo, akaanza kutoka, akaenda katika milima mirefu, milima iliyochongoka, mlima mrefu sana. Akaenda mpaka kwenye huo mlima, akiangalia chini kuna visiki virefu vilivyochongoka, mawe makubwa. Yule bwana alichokifanya, akapanda katika ule mlima. Baada ya kupanda katika ule mlima, kapanda, akaanza sasa, Mwenyezi Mungu, mimi leo ndo hatima yangu ya maisha, mimi leo najiua. Hiyo familia iliyokuwa nyumbani utajua pa kuipeleka, utajua jinsi ya kuilea. Yule bwana akaanza kujitupa kutoka juu, anashuka chini. Alipofika kati tu akadakwa, akachukuliwa. Baada ya kudakwa, akarudishwa tena pale. Akamuuliza, wewe ulionidaka ni nani? Akamwambia, sikia, malaikatu ruh, malaika mtoa roho, ndio mimi ndio malaika mtoa roho. Wewe nikiangalia katika tendesi yako, siku yako ya kufa bado, tena bado sana. Unaweza kujiangusha hapo, ukaanza hapo juu mpaka kule chini, ukaanguka na ufi. Utateseka maisha yako yote mpaka utakapofikia siku yako ya kufa, ndio utakufa. Lakini mimi ndio malaika ruhu, malaika mtoa roho, wewe siku yako ya kufa bado. Yule bwana akawaza, akamwambia, wewe kama ndo malaika mtoa roho, sasa nakuagiza kwa Mwenyezi Mungu, nenda kamwambie Allah tabaraka wa taala, kamwambie Mwenyezi Mungu, mimi nina maisha magumu sana, tena na maisha magumu ya kupitiliza. Kwa hiyo kamwambie anijalie mimi niweze kuwa na maisha mazuri, wala watoto waweze kula. Sasa akamchukua chapa, akamshusha chini, akamwelezea, unahitaji nini? Akamwambia, mimi yangu ni hayo tu. Sasa akamwambia,
wewe nenda. Akamuuliza, fulani unamjua? Akamwambia namjua. Katika mji wenu kuna bwana mmoja ni tajiri, ni maarufu sana, tena ni tajiri kupitiliza. Huyu bwana unamfahamu? Ndio, namfahamu. Sasa kilichofanyika, unafahamu? Ndio, nafahamu. Yule bwana ana mtoto wa kike anaumwa takriban miaka 25 tangu kazaliwa, hajawahi kupona kutembea, yaani hata kutembea hawezi, anakaa ndani tu. Sasa nakupa formula, kachukue jani fulani, kachuma jani fulani, kachukue jani fulani, lete hapa. Yule bwana akaenda kachuma na majani, akapeleka pale, akamwelekeza, nenda kwa yule bwana. Ukishafika kwa yule bwana, nenda kamwambie wewe una mtoto, mimi nikuonyesha. Kashazunguka kwa waganga, kashazunguka kwa mashehe, kazunguka sehemu mbalimbali, lakini mwanae hajapata tiba. Wewe nenda pale, kamdishie hodi, kamwambie nataka nimsaidie mwanao. Sasa alichokifanya yule bwana akaenda pale, akabisha hodi. Bwana, wewe una mtoto humu ndani, atembei sasa hivi, anafikia miaka 25. Sasa cha kufanya, mimi nataka nimsaidie mwanao. Akamwambia, mimi sina mtoto. Wewe una mtoto, mimi naomba nimsaidie mwanao. Bwana akafikiria, pita ndani. Baada kupita ndani, bwana kaingia chumbani, kamkuta yule binti hata kutembea hawezi. Sasa alichokifanya yule binti, yule bwana akaenda mpaka kwa yule binti, akaanza kumnyunyizia maji, akampaka mwili mzima, mengine akamuogesha, mengine akatumia kunywa. Yule binti pale pale kwa uwezo wa Allah akaanza kuinuka pale pale, anasikia baridi, anataka atoke nje, anawita baba, nataka nitoke nje, nimeshapona. Binti anatoka nje. Yule bwana shukrani yake akamwambia, kwa kuwa umemponyesha mwanangu takriban miaka 25, nimemwangaikia mwanangu miaka 25, mwanangu hajapona. Wewe umekuja kumponyesha mwanangu, nusu ya utajiri wangu nakupa, nusu ya utajiri wangu nachukua mimi. Yule bwana maisha magumu tena, akaondoka, akapewa nusu utajiri. Mwenyezi Mungu akampa utajiri mara 3 ya vile, utajiri mara 3 ya vile. Sasa alipotoka pale, yule bwana Allah akamjalia, akasomesha watoto zake, watoto wakaenda elimu kubwa, wengine akawa watu wakubwa. Sasa katika wale wanawake zake wawili akawajengea miji tofauti. Yule bwana katika zile utajiri wake, katika zile swala 5 ikaanza kuchukua swala moja ikapungua. Swala ya fajiri ilikuwa ngumu, ikaja ikapungua. Swala ya isha zikabaki hizi 3 hizi kidogo, ndio mchana unaweza kuswali. Zikapungua bwana akawa swali kabisa kutokana na kipato alichokuwa nacho. Sasa kilichofanyika, yule bwana kipato kikamlevya. Baada ya kulevya na kipato, sasa akawa anajiuliza,